asifiwe sana. Unajua, kabla sijajitambulisha, mimi ninahuzunika sana ninapoona sisi walokole katika ufalme wa Mungu tunajiona kwamba ni wanyonge. Amen. Unajua it's very biblical. Yaani sio kibiblia kabisa sisi kujiona kwamba ni wanyonge. Yaani sisi katika watu ambao ni majianti tunatakiwa kuwa nani? Kuwa ni sisi. Kwa sababu tumeelezwa kwamba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Na Mungu amesema amewapa wale wampendao. Yaani sisi ambao tumempenda Mungu, vyote vinavyoonekana na visivyoonekana ni mali yetu. Ni swala la wewe kuchagua kwamba ile gari ninaitaka, ile umiliki ninautaka, yaani swala la wewe kuamua tu kwamba hiki kitu ni cha kwangu. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana Musa akatuandikia katika Kumbukumbu la Torati 30:19 ya kwamba nazishuhudia mbingu na nchi ya kwamba nimeweka mbele yako uzima na mauti, nimeweka baraka na laana. Anasema chagua baraka, chagua uzima, utapate kuwa mzima wewe pamoja na nyumba yako. What is a matter of choice? What did you choose? Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Baba, nimefurahi sana huko nakusikia tu, lakini leo nimekuona mahali hapa. Mungu akubariki sana pamoja na mama. Lakini mtumishi wa Mungu prophet, tunafahamiana na Mungu akubariki sana. Mtu mmoja mnyenyekevu sana. Mimi naitwa mchungaji Azori Maganza. Niko pale kanisa la Mito ya Baraka, na kwa wale ambao ni mabinti nimeoa. Nina mke mmoja. Tuna watoto wawili kwa kuanzia, lakini safari yetu tunaelekea kwenye watoto 7. Tunasifiwe sana. Basi naomba nipate nafasi hii kwa ajili ya kumkaribisha mwenyekiti wangu. Yeye atasema kitu kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Wote si wa kwanza Bwana asifiwe sana. Basi tupige makofi wakati mtumishi wa Mungu mwenyekiti akiwa na kuja mahali hapa. Baba, Mungu akubariki sana. Mimi nakupenda sana na mimi ni kijana wako. Umenituma nije hapa na niko hapa, lakini naamini kwamba ni Roho Mtakatifu amesema na wewe kuniambia nije hapa. Na niko hapa sio kwa sababu ya wewe, sio kwa sababu ya huyu mzee, bali kwa sababu Mungu aliamua niwepo mahali hapa. Na hata wewe mwenyewe sio kwamba ni kwa sababu ya ujanja wako sana ndio maana umevuka virusi na barabara ukafika hapa. It's because Mungu alikuwa na kusudi la wewe kuja mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki. Mwishoni sana kabla tujamaliza nitakuwa na kitu kwa ajili ya kusema na nyinyi. Lakini kwa sasa hizi naomba nikaribishe mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuwasalimia na kusema kile ambacho naendelea kusema. Barikiwe sana. Mama mrefu kweli huyu. Anaenda mwangalia nini? Mpige makofi kwa urefu wake ambao tunamjali. Na kuhusu hilo tu ni kwamba sikutie nani sana. Mimi katika familia yetu ndo mfupi kuliko wote. Basi mrefu kuliko wapendwa wote. Amen, amen. Hallelujah. Mungu abariki sana. Naitwa mchungaji Festo Luwago, ni Muhehe kwa kabila. Majitu mengine wanaona shida kutaja kabila. Hivi ninasema mbinguni kuna kila kabila. Hebu sema kila kabila. Na Wanyaukolo wamo. Wapigia makofi Wanyaukolo kwa sababu na wawakilisha. Amen. Wengine wakienda nje wanaona shida kusema their nationality, ile utaifa wao, kwamba mimi ni Tanzania. Kwa hiyo tuone shida kusema mimi Mchaga. Kwa Mungu ana mpango na makabila yote. Sema amen. Na ukoo pia naitwa Festo Luwago, Maluwago. Lakini nampenda Yesu, nimeokoka, ndio cheo cha kwanza kabisa. Lakini pia niliokoka wakati wa vita na Idi. Ukipata chance kama hii una introduce kidogo. Wazee wetu wanajua zamani tulikuwa tunajali sana ushuhuda. Na shuhuda zenyewe ni zile zo hai. Amen. Sasa sisi nimepata gari, nimepata mke, mtoto, hizo zimepita na wakati. Yes. Sisi tunashuhudia matendo makuu ya Mungu. Kwa hivyo mleta mtu kwa Yesu, jinsi alikuwa pepo. Hiyo ndio vilikuwa vijiwe vyetu. Amen. Hallelujah jamani. Amen. Sasa niko pale Kunduchi, kanisa la EAGT, na ni mwenyekiti wa wilaya hii wa makanisa ya Kipentekoste. Mimi mdogo sana, lakini majira haya imempendeza Mungu niwepo hapa kama kiongozi wa wazee wetu. Kuna wakuu wengine hata kuwafikia siwezi. Wanasema wewe Luwago ni nani? Ana nini? Nasema na Yesu. Amen. Sema amen. Nifurahi sana kwa ajili ya Pastor Mark na your team. Niwahi kuja hapa tena. Vijana hawa lazima tuwatie moyo sana sana sana. Na niseme neno moja kwamba vijana hawa wakija kwa mababa
wapokee. Ni vijana wetu. Mtu akisema kuna vijana wa mtano anakosea. Kila mtu amezaliwa na mtu. Unajua ukafika mahali ukajiona wewe ni high church, uko juu sana. Ni kanisa vidogo vidogo na wewe unaona kama chekechea fulani hivi. Kanisa la Mungu ni kanisa la Mungu, full stop. Sema amen. Kwa hiyo tusidharauliane, mwambie jirani yako tusidharauliane. Sisi kule jeshini tulikuwa na majeshi aina mbalimbali, vikosi vya anga, vya ardhini, vya majini, vya nchi kavu, makomando na kadhalika. Na mgambo wakati wa vita, mgambo, polisi, sawa eh? Yes. Wote hao wakati wa vita wote ni wanajeshi. Hata raia ni mwanajeshi. Tena vikiwaka raia tunamtanguliza ili bunduki ikipigwa tujue pale yuko adui. Ndio tunaenda sisi sasa. Sema amen. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi, kila mtu ni muhimu, kila mtu ni sehemu ya mwili wa Kristo. Ni wewe tunayeona kwamba hawa ni vijana wadogo wadogo. Hawa ndio tutakuwa tuwekeze kwa nguvu zote. Tuseme amen. Kabla sijasema lolote. Amen. Mwambie jirani yako kabla mwenyekiti hajasema chochote. Ile Mithali ule mlango wa 30 ule mstari wa 29 kuna neno moja zuri sana linatufaa kwenye kongamano hili ambalo vijana wetu wameandaa. Bila shaka wanasema kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu, then kuombea kanisa, kuombea umoja wa kanisa na kuombea nchi yetu. Hawa watu wamelenga kwenye lengo sahihi. Ndio maana mtu mmoja akisema kuombea nchi, kuombea kanisa, hata kama na imani potofu naweza nikapotea nikaenda huko. Kwa sababu nchi yangu ndio naipenda kuliko. Baada ya kumpenda Yesu nampenda mke wangu. Namba 2 nchi yangu, namba 3 nchi yangu. Haleluya jamani. Hao vijana wamepatia kwa sababu nchi inahitaji maombi, kanisa linahitaji maombi. Hebu sikiliza neno hili. Biblia inasema kuna viumbe vinne duniani. Hebu sema viumbe vinne. Vilivyo vidogo lakini vina akili nyingi. Sikiliza. Chungu ni watu, wamepewa sifa kwa watu. Chungu ni watu wasio na nguvu, lakini hujiwekea chakula wakati wa haja. Unaelewa hiyo? Wibali ni watu dhaifu au wadudu dhaifu au wanyama dhaifu, lakini hujifanyia nyumba katika miamba, si wanachimbaji. Namba 3, nzige hawana mfalme, lakini wenda wote pamoja kwa umoja, vikosi wako well arranged. Namba 4, mjusi hushika kwa mikono yake, lakini yumo majumbani mwa wafalme. Hata kama ungesiliba nyumba yako utakuta mjusi anatembea kule juu, anaenjoy kwenye majumba ya mfalme. Sema amen. Sema amen. Nimefurahi sana kwa kongamano hili kwa sababu Biblia inasema chungu ni wadudu wadogo sana, lakini sifa ya wanaweka akiba kwa ajili ya wakati wa shida, wakati wa hali, yani wakati wa joto. Amen, amen. Hawa ni wadudu, lakini wanajua kuweka akiba. Wanajua future yao, kwamba kesho na kishukuta lazima kuweka akiba. Lakini kanisa la Mungu tunakusanyia nguvu kwa ajili ya muda ujao. Sema amen. Au tunangoja matukio, tunangoja Oktoba 30 mlipuko ndio tuombe. Tuna akili timamu kweli? Itakao vijana kama hawa wanapotukusanya, na sisi wazee tukusanye wazee, tuite wazee wa mji, tuite wazee wa nchi wa kiroho, tuje pamoja, tujiwekee akiba. Hali ni mbaya. Nasema wibari ni wanyama dhaifu, lakini kujichimbia nyumba ndani ya miamba, si wanatumia nini? Nikiwa jeshini kama nachimba mahandaki, unaambiwa uchimbe handaki kwa dakika 5. Una sururu, una jembe. Kujimishi utatumia kucha wako. Sema amina. Maadui wako magala, kikao umeshachimba, umeshaingia. Biblia inawasifu wanyama hawa kwamba wana uwezo wa kutengeneza nyumba zao ndani ya miamba. Their refuge is under the rock. How do you get in the rock? Wanachimbaji na kuingia kule ndani ya miamba.
kama kanisa, Bwana tupe neema na uwezo, tupenge pasipopengeka, tufike pasipofikika. Maana hata sasa bado kuna ngome zimetuzuia. Mwambie jirani yako, lazima tupenge kupitia kina Mark na wazee wetu, lazima tuunganishe nguvu. Kuna nguvu za vijana ni moto kotea mbali, kuna nguvu za wazee wao na nguvu yao na hekima kotea mbali. Ukiunganisha tunatoboa, tunatoboa. Na nina bariki sana makutano ya pamoja. Tunahitaji nguvu ya pamoja, wasituzidi wadudu hawa. Sema amina. Mdudu mwingine watatu anaitwa nzige. Hebu sema nzige. Na inanigusa sana kwa sababu niko na jeshi. Jeshi liko very alert, liko vizuri. Kila eneo, kila kikosi kinajua wajibu wake. Baki katika section commander anaitwa wake Tiza, kwamba tumepewa uelekeo huu, tutakabili eneo hili, itakachotokea huko ni saizi yetu. Haleluya. Na upigi risasi bila amri, bila maelekezo, tunajipigia tu pupu. Kamanda anasema haya, anaanza hapo, napiga kwa lengo. Ninachoeleza hapa ni kwamba hawa wadudu nzige wanaenda vikosi, wanajipanga. Kanisa sidhani kama tumejipanga. Nasikia wivu kwamba kanisa tumesambaratika kama kondoo sio na mchungaji. Tunahitaji kumwita Bwana, wazee tuje pamoja, vijana tuje pamoja, tujue Mungu anataka tuwe pamoja. Tusipoelewa tena Mungu ataongeza changamoto. Nasema kama nabii wa Bwana sasa. Kanisa lazima tujikusanye. Ukifika mahali kwa benki usijiulize nani ananiita. Ujue Bwana amekuita. Amen. Watainuka watu wanaotetea nchi ambao huwajui wewe, hawatoi kwenye dini yako. Wewe uwe na masikio ya kuelewa. Biblia inasema mwenye mundu anoe uwe mkuu kitawala. Yes. Sawa, mwenye jembe? Hivyo, yaani sera zetu tubadilishe, sio ile mindset tulikuwa nayo. Haleluya. Kwa hiyo nzige wako very advanced vikosi. Kuna vikosi vya waimbaji, kuna vikosi vya waombaji, kuna vikosi vya wainjilisti. Mwanajeshi anaenda na muda, halafu kunipa muda, ningepiga mpaka jioni. Sasa wanasema muda umeisha, na mimi nilikuwa fanya mishini na jali muda. Sema amen. Sema amen. Natangaza kwamba kongamano limezinduliwa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu awabariki. Ukisikia kongamano lingine njoo. Na tarehe moja, sema tarehe moja. Tutakuwa Mapinga kwa Dr. Shirima au Shirima. Tunataka kukesha ile tarehe moja. Tunakesha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kanisa linakuja pamoja, nchi inakuja pamoja, nchi inapona. Mungu awabariki. Basi wakati huu naomba nimkaribishe mzee wa misemo wa matamko. Kuna neno kidogo anataka tushirikishe. Karibu na Mungu akubariki. Makofi kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu mpigie Yesu Kristo na makofi ya vigelegele. Kama unamwamini Bwana, haleluya. Unajua kuna raha na furaha duniani kama kuongoza watu waliojaa na Roho Mtakatifu. Yaani mambo yanakuwa rahisi kabisa, yaani kuna shida yote. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wetu Ainsi Marukasa. Hebu tupige makofi na vigelegele. Huyu mwanamama ni wa siku nyingi sana, na ameanza wakati tunaanza itieni pale, ndio alianza kuimba nyimbo. Tulianza kumuona yeye ndio muhindi wa Tanzania. Kwanza tena makofi na vigelegele kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa majina anaitwa Apostle Henry Shirima, Apostolic Decree, Declaration and Proclaim, au mzee wa matamko. Nimekuja hapa kwa jambo moja, kwa ajili ya kumshika ndugu yetu, rafiki yetu, ndugu yetu, mtoto wetu Mark Nguro, ambaye amesimamisha hili jambo mahali hapa. Na kama unavyojua kwamba jambo hili amelisimamisha kwa malengo kadhaa. Kwanza, kumsifu Mungu na kumwabudu Bwana. Lakini jambo la pili, kuunganisha mwili wa Kristo. Na najua hapa wote tuna viungo vya Kristo hapa. Lakini jambo la tatu ni kwa ajili ya kuliombea taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya mambo matatu ni mambo ya msingi sana ambayo na sisi ametugusa. Tunajua kuna matamasha mengi ya kusifu na kuabudu yanafanyika, lakini wengi wao wanatengeneza mazingira ya kupata pesa. Lakini Pastor Mark ametengeneza mazingira ya kumleta Mungu kwanza.
kwanza, ili mambo mengine yaendelee katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tamasha hili na event hii ameitengeneza ili kukusanya, sio kwamba ni kutengeneza kanisa au maono yake, kuweza kuleta mwili wa Kristo kwa pamoja. Na nataka niwaambie watumishi wa Mungu na mabishop kule, maprofeti pamoja na watumishi mbalimbali, wajua ni rahisi kuinua kiwete, ni rahisi kipofu kuona na kiziwi kusikia, lakini si rahisi kumleta Jomarema na Dr. Frederick na Pastor Rwago kukaa pamoja. It's not easy. Hebu tupige makofi kwa ajili yake. Na kwa sababu hiyo basi, kwa sababu amekaa kwenye kiti cha dhahabu, maisha yake akawe dhahabu katika jina la Yesu. Akapata kung'aa, sio hapa, akang'ae mpaka Afrika katika jina la Yesu. Mungu akampe taji ya dhahabu kwa sababu hichi kitu alichokifanya kinastahili. Hebu ongeza makofi na mgelegele kwa Yesu. Asante.